Aleluya, watu wa Mungu. Binafsi ninayo amani ya Kristo ndani yangu, lakini pia ninamshukuru Mungu aliyetuwezesha kuwa hadi siku ya leo. Lakini pia nipende kuwakaribisha katika kipindi hiki cha kujifunza neno la Mungu. Unapoendelea kufuatilia kipindi hiki, Mungu akubariki sana. Leo tutajifunza mada inayosema, je, kuna uthibitisho wa utatu kibibilia? Je, kuna uthibitisho wa utatu kibibilia? Limekuwa ni swali gumu na si jepesi kwa Wakristo wengi. Lakini katika siku ya leo, Mungu ametupatia neema ya kulijibu kwa kadiri ya uweza wake na nguvu zake katika Roho Mtakatifu. Ili kujibu na kufafanua mada mbalimbali katika Biblia, ni lazima nitumie lugha kuu 5 ambazo ni Kiebrania, Kiaramu, Kiyunani, Kiingereza na Kiswahili. Hii ni kwa sababu msingi wa lugha ya Kibiblia ya Kiingereza ni lugha 3 mama ambazo ni Kiebrania, Kiaramu na Kiyunani. Lakini msingi mkubwa wa Biblia yetu ya Kiswahili ni Kiingereza. Hii ndiyo sababu ninapaswa kutumia lugha 5 ili kupata maana kamili ya maneno yote na kufafanua kwa usahihi maneno yote katika Biblia. Leo tutatumia neno kutoka katika kitabu cha Mwanzo 1:1. Kita sana kwenye kufuatilia asili ya neno utatu kwa kuangalia maandiko. Tutazama ndani zaidi, kama nilivyotangulia kusema, kuwa hatutatumia lugha moja tu ya Kiswahili, kwa sababu kwa kutumia lugha moja ya Kiswahili tumezalisha mijadala mingi sana ambayo imekosa majibu, imekosa uthibitisho, imekosa pia uwazi kwa wasikilizaji na kwa watu wanaouliza maswali kuhusu habari ya utatu. Ndiyo sababu kuu ni lazima nitumie lugha 5 kuelezea inapobidi. Lakini nitajikita kwenye neno moja kubwa zaidi ambalo ni Mungu. Kwa Kiebrania linaitwa msingi mkubwa wa kuchunguza. Je, Mungu mwenyewe anajitaja katika nafasi ya utatu? Au je, Mungu mwenyewe anajielezea katika utatu? Basi ndicho kitu ambacho tutashughulika sana nacho. Neno Elohim ni mojawapo ya mafundisho makubwa na ya kuvutia zaidi katika lugha ya Kiebrania ya Agano la Kale. Neno hili linatajwa zaidi ya mara 2500 katika maandishi ya asili ya Kibiblia, yaani Kiebrania, na linabeba uzito mkubwa sana katika kuelezea utatu mtakatifu. Ndiyo, ili ndilo muhimu sana katika kuelewa utatu. Lakini kuna baadhi ya mambo ya kujifunza kabla sijaendelea, na tunapoendelea pia kuelezana na kufundishana kuhusu habari ya utatu, tunatakiwa tuangalie kwa lugha ya lugha mama ambayo ni Kiebrania. Hicho ndicho kitakachoweza kutupatia maana halisi. Neno utatu limetajwa kwa mara ya kwanza kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 2, lakini tutaona mbele kidogo. Lakini tuangalie jambo la kwanza. Kuna mambo 3 makubwa. Jambo la kwanza, muundo wa lugha. Tunaposema muundo wa lugha, maana yake tunatafuta wingi na umoja. Lugha imekuwa katika mfumo gani? Lugha inaruhusu mfumo gani na lugha hairuhusu mfumo gani? Muundo wa lugha ambao ni wingi wa utukufu na nafsi. Hapa sasa tumeingia kwenye neno hilo Elohim. Katika lugha ya Kiebrania, sarufi ya maneno ni mifumo 3 ya idadi. Jambo la kuzingatia sana ni tofauti na Kiingereza. Kwenye Kiingereza tuna singular and plural.
lakini kwenye Kiswahili tuna wingi na umoja. Lakini katika Kiebrania wao wana pande kuu tatu, ambao namba moja ni umoja, yani singular, alafu uwili dio, alafu wingi plural. Kwa wao wako katika sehemu tatu. Sisi kwenye Kiswahili tuna sehemu mbili. Sasa neno likiwekwa kwenye sehemu ya pili la Kiebrania kwenye Biblia ya Kiswahili tutakosa maana. Ndiyo sababu ya kutumia lugha zote tano. Pia neno likiwekwa katika lugha ya Kiingereza la Kiebrania litakosa maana, kwa sababu Kiingereza wao wamegawanyika katika sehemu mbili kama sisi, lakini Waebrania sarufi yao imegawanyika katika maeneo matatu. Asili ya kupata neno Elohim ni kuongezeka kwa wingi, yaani kuanzia 3, 4, 5. Ndio maana wameweka herufi ya im. Ukichukua neno Eloha alafu ukaongeza im, unapata Elohim, ambayo ndio jina la Mungu linaloweza kujulikana kwa Kiebrania. Na wewe pia mpendwa, nafikiri unalifahamu hilo, lakini tofauti ni wa lugha. Sarufi ya Kiebrania inaruhusu kugawanyika katika sehemu tatu. Sarufi ya Kiswahili inaruhusu kugawanyika katika sehemu mbili. Sarufi ya Kiingereza pia imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Neno Elohim linaishia na herufi hizo za wingi, yani im. Kwa maana halisi ya kisarufi, neno hili linamaanisha miungu. Kwa siri nyingine, unaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo, unaposema bara leshiti, bara Elohim, unapokuja kufikia kwenye neno Elohim, kwa lugha ya zamani ya mataifa yote ya zamani, miungu yao, miungu ya Misri, ukitaka kuitaja kwa wingi walitaja kwa kutumia neno Elohim, wakiwa na maana ya miungu. Unaona? Kwa kumbe kwa asili neno Elohim halina maana ya Mungu mmoja kama nilivyosema, badala yake lina maana ya miungu, yani wingi, linatumia neno wingi. Ndiyo maana wakati mataifa ya kipagani walipozungumzia miungu yao ya uongo, walitumia neno hilo Elohim, hawakubadilisha, kwa sababu lina maana ya wingi. Hata hivyo, Biblia inapomzungumzia Mungu wa kweli wa Israeli, inatumia neno hilo la wingi Elohim, likiwa na maana ni umoja, ni wingi katika umoja, au mmoja katika nafsi tatu, au nafsi tatu katika umoja. Ndio maana limewekwa Elohim badala ya Eloa, likiwa na maana ya kitu kimoja. Lakini Wakristo tunaona fundisho la utatu ndani yake, Mungu mmoja anayeishi katika wingi wa nafsi. Ndiyo, hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, fumbo la sarufi. Sarufi pia imefungwa ya Kiebrania, inahitaji kufumbuliwa. Kitendo cha umoja, kugundua. Fumbo kubwa zaidi halipo kwenye jina lenyewe, bali liko kwenye jinsi jina hilo linavyofanya kazi na maneno mengine katika sentensi. Lakini katika Biblia ya Kiebrania sheria hii inavunjwa. Mwanzo kabisa 1:1-2 anavunja sheria kwa makusudi pale Mungu wa kweli anapotajwa. Kwa aliyekuwa na uwezo wa kuvunja hii sarufi ni Mungu peke yake. Ndio ilikuwa inatajwa kama ni umoja, lakini kimsingi ni wingi. Na kwa Kiebrania inajulikana kuwa hii sio umoja tena, ni wingi. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini tuone Elohim, ambayo ni jina la Kiebrania, kwa Kiebrania, Mungu kwa Kiebrania, jina la wingi, nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nimekwisha kueleza habari ya sarufi ya Kiebrania. Jambo la tatu la kuzingatia sana, Elohim akijisemea mwenyewe. Hiki ndio kitu cha msingi. Mungu anajisemea mwenyewe. Katika kifungu cha Mwanzo 1:26, fumbo la Elohim linakuwa wazi zaidi pale neno hili
linapoanza kuzungumzwa na kutumia viwakilishi vya wingi. Anasemaje? Katika Mwanzo 1:26 Mungu anasema mwenyewe, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi na nchi yote pia na kila chenye kutambaa juu ya nchi. Mungu anapokuwa anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, Mungu azungumzi na malaika hapa kwa sababu mbili. Kwanza kabisa tukumbuke jambo moja. Malaika, sababu ya kwanza, malaika hawana uwezo wa kuumba kitu chochote. Lakini pia jambo la pili, mwanadamu hakuumbwa kwa mfano wa malaika, bali kwa mfano wa Mungu. Kwa Mungu sio malaika na wala binadamu sio malaika. Kwa Mungu alisema na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Hakusema kwa mfano wa malaika au hakusema kwa mfano wa kiumbe kingine chochote. Hapa Elohim, nafsi ya utatu, anazungumza wao kwa wao, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wanashauriana kabla ya kupatana kuhusu habari ya kumfanya mtu. Lakini jambo la 4, uhusiano wa Elohim na Yohana 1:1-3. Katika Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 1-3, pia Mungu anajithibitisha kuwa yeye yupo katika hali ya umoja, lakini ni nafsi tatu. Tunapoingia Agano Jipya, fumbo la Elohim aliyekuwa anaumba katika Mwanzo 1:1 linafunuliwa rasmi. Yohana anatumia lugha ile ya Mwanzo 1:1. Kwa hii inathihirisha kuwa ule wingi wa neno Elohim uliokuwa unaumba katika Mwanzo 1:1 ulihusisha Baba, Neno ambaye ndio Mwana na Roho Mtakatifu. Ndicho kilichoweza kuhusika. Kwa unapoulizwa habari za utatu, si ngumu, ni kutafuta maandiko kwa lugha ya asili, yaani ya Kiebrania, Kiaramu, Kiyunani, kisha utakuja kulileta katika lugha hizi ya Kiingereza na Kiswahili. Utapata maana kamili na Mungu atawezesha na Mungu atakuongezea maarifa zaidi. Lengo la kujifunza ni ili kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kuna wakati mwingine tunaweza tukashindwa kumwabudu Mungu katika roho na kweli kwa sababu ya kumwelewa vibaya, kwa sababu ya kutokujua usahihi. Kuna wakati tunaweza tukakosa majibu yetu hata kwa Mungu kwa sababu ya kuomba vibaya, lakini kwa msingi wa tafsiri isiyo sahihi ya neno la Mungu. Kwa hiyo ndio sababu tuko hapa na Mungu ameruhusu tujifunze. Kwa mtu wa Mungu ni kusitu kwamba usiofu, mwamini Mungu atakuwezesha. Lakini pia nimefika mwisho kwa maswali, ushauri na kwa kukua kiroho kupitia neno la Mungu na maombezi. Unaweza kunipata kwa namba zifuatazo: 0789233442. Mimi ni wako mwalimu na nabii Simon Semwija. Nikutakie ufuatiliaji mwema wa masomo yanayofuata na Mungu akubariki sana. Sema amen.